Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo, Mwamba na Mwokozi, kimbilio mwenye ushindi. Acha tusali pamoja, maana kulala na kuamka ni mapenzi yake. Kwa nchi za Ulaya, Marekani tumeamka salama. Mliopo upande ini zote za dunia, najua umeshinda salama, wengine wameamka salama. Jina la Bwana lipewe sifa. Mfalme uketie mahali pa juu, jina lako lihimidiwe na lipewe sifa, maana wewe ni Mungu muweza yote. Tunakushukuru, tunakutukuza kwa kuwa umetulinda katika hatari zote za roho na za mwili, na hata milele utaendelea kutuchunga Mfalme. Siku ya leo tunaweka katika vitanga vya mikono yako, iwe siku yenye mafanikio na yenye baraka. Tazama, tunataka lishwa neno Mfalme, kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Tuenda kuhamakia mipangilio yote ya shetani na hila zake zote. Tunaivunja kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Bwana, neno ambalo tutakalosikia litujenge kimwili na kiroho, lituongoze kwa safari yetu ya kwenda mbinguni. Asante Bwana, wewe ni Mungu na stahili. Sifa na heshima zikurudirie milele. Amen. Siku ya leo tutaendelea kuzungumzia katika mambo ya muhimu juu ya kumtolea Mungu sadaka. Jameni, tumeibia Mungu sana. Tumemsahau kwa kumtolea. Tumemsahau kwa kujitolea sisi wenyewe kwa kazi yake. Tukisoma maandiko katika kitabu kia Wafalme wa kwanza Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3, inasema kwa ajili ya uaminifu wa Solomona. Solomona mwana wa Daudi alimpenda sana Mungu, na Daudi akatoa zabihu. Daudi alitoa zabihu na kufukia na uvumbi katika pahali pa juu. Daudi aliona mwanae Solomona anafuata njia zake, akamtolea Mungu zabihu. Jameni, wewe unamtolea Mungu nini? Mungu amekupa kazi, Mungu amekupa afya, Mungu amekupa watoto, Mungu amekupa mali, umejenga manyumba, amekufanyia makuu na maajabu, lakini umesahau kumtolea. Tukisoma katika kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka 25, Kutoka 25 mstari wa 2. Jameni, kitabu hiki kinanipa moyo sana.
Sema na wana wa Israeli. Wana wa Israeli ni mimi na wewe. Sababu ni katika Agano la Kale, sasa tuko katika Agano Jipya, ni mimi na wewe. Sema na watu wangu kwenye dunia hii. Sema na watu wangu kwa nchi ya Marekani, sema na watu wangu kwa nchi ya Afrika. Sema na watu wangu kwa nchi zote. Watoe sadaka, jameni. Tumtolee Mungu sadaka. Tumtolee Mungu yaliyo yake. Mkikumbuka, Wafarisayo walimuuliza Yesu, ni muhimu kutoa sadaka ya Kaisari? Aliwaambia ukweli, ya Mungu tumtolee Mungu na ya Kaisari tumtolee Kaisari. Tumtolee Mungu yaliyo yake, jamani. Tukisoma tena katika kitabu cha Ezekia sura ya 7 mstari wa 19, inasema watatupa fedha zao njiani na zabihu zao. Sio kusema watazitupa hivi tu ovyo ovyo. Sio kusema watazitupa barabarani ama wapi, hapana. Biblia inasema watazitupa njiani. Fedha zao na zabihu zao hazitaweza kuwaondolea zambi. Sio kusema juu namtolea Mungu, njoo utafanya nini, njoo inakuondolea zambi. Hapana. Tolea Mungu kwa moyo wako wote. Tubu, uache zambi. Tolea Mungu, fanya kazi ya Mungu na roho moya. Unaweza ukatumikia Mungu kwa njia nyingi sana. Unaweza ukajitolea hata nguvu zako, nayo pia ni sadaka. Unaweza ukajitolea kwa mali yako. Unaweza jitolea hata kwa shamba yako. Unaweza jitolea hata kwa malimbuko. Njoo hiyo mazao ya shamba. Lakini haiwezi kaondoa zambi. Hapo tusikie vizuri. Ezekia 7 mstari wa 19.